alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma arzuqna fahaman waj'al lana ilman nafi'an ya rabbil alamin. Tukiingia moja kwa moja katika upande wa sharhi yetu ya beti ambazo tumezisoma. Beti ilikuwa imeanza na jamu alladhina mutlaqan wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa billati wallahi allati qad jumi'a wallaika alladhina nazran waqa'a. Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi anasema sharih Ibn Aqil rahimahullah, yuqalu fi jamil mudhakkari, husemwa katika upande wa jamu mudhakkari al-ula. Tamko al-ula inatumika mutlaqan, moja kwa moja, akilan kana au ghairahu, sawa sawa chenye akili au kisichokuwa na akili. Naha mfano ja'anil ula fa'al, wamekuja wale waliokuwa wamefanya au wametekeleza jambo. Wakati yustamal fi jamil muannathi, lakini inaweza ikatumika lakini kimchache katika jamu ya wanawake. Wakati ijtama al-amrani, na vimekusanyika viwili katika beti fi kaulihi, alikusema maana yake imetumika huku na imetumika huku. Watubil ula yastalimuna ala al-ula tarahunna yawma ar-rawi kalhida al-qubli. Anasema watubil ula, na unawapa mtihani, unawajaribu wale ambao yastalimuna, waliokuwa wanavaa manguo ya kivita, ala al-ula, juu ya wale ambao tarahunna, utawaona wao, yawma ar-rawi, siku ya ar-raw. Raw maana ya uoga, lakini nakusudiwa vita. Yawma ar-rawi wal faza, utawaona wao kalhida, kama vile hida. Hida ni aina ya ndege kama vile kipanga. Al-qubli, ndege ambaye ana al-qubli, yule mwenye macho makubwa au macho mapana. Kwa hiyo muhimu mahalu shahidi ni hii watubil ula yastalimuna ala al-ula tarahun. Maana yake al-ula kwanza imetumika kwa wanaume, unawapa mtihani al-ula wale ambao yastalimuna, wa yastalimuna inarudi katika al-ula wanaume, ala al-ula juu ya wale ambao hao inakuwa ni wanawake waliokusudiwa hapa, tarahun, utawaona wao. Kwa hiyo al-ula ya pili imekuja katika kutumika kwa wanawake, na hii imekuja kiuchache kwa sababu al-ula inatumika mara nyingi kwa wanaume kama tulivyotoka, ni jamu ya tamko alladhi. Kwa hiyo akasema fakala yastalimuna thumma qala tarahunna. Hii ya pili imekuja yastalimuna, na hii ya pili imekuja tarahunna. Kwanza imekuja yastalimuna kwa wanaume, ya pili imekuja kwa wanawake tarahunna. Kwa hiyo yuqalu lilmudhakkari, na vile vile pia huzungumzwa lilmudhakkari, inatumika kwa mudhakkar al-aqili, mudhakkari ya wale wenye akili, jamu fil jami alladhina, tamko alladhina mutlaqan, moja kwa moja, maana yake ay raf'an wa nasban wa jarra, sawa sawa katika hali ya kurufaishwa au kunasibishwa au kujurishwa. Sema ja alladhina, raaitu alladhina, watu bil ladhina, kwa wale ambao watakuwa wanaipitisha katika upande wa mabni na kuwa ni mabni al-fath mwishoni. Fatakulu, utasema ja anil ladhina akramu zaidan, wamekuja wale ambao wamkirimu zaidi. Wa raaitu alladhina akramuhu wa maratu bil ladhina akramuhu, na nimepita kwa wale ambao wanamkirimu. Wa baadhi al-arabi, lakini wako baadhi ya Waarabu yaqulun, wakisema kwamba alladhuna fi rafi, wanaifanya kama vile jamu mudhakkari salim katika upande wa i'rabu. Wanasema alladhuna inakuwa ni mulhaq wakati huo, fi rafi wakati kurufaishwa, kwa mulhaqun bi jami al-mudhakkari salim. Walladhina, natamko alladhina vile vile pia natumika kwa wanaume vile vile wengi, lakini wakati wa kunasibisha fi nasb wal jar, na kujurisha, na inakuwa ni mulhaq kwa jamu mudhakkari salim kwa sababu imekosa masharti ya jamu mudhakkari salim. Wa hum banu hudhail, na ni kabila la banu hudhail. Wa minhu, na vile vile pia katika ushahidi wao ni kaulu waliposema nahnu alladhuna sabahu as-sabaha yawman nukhayl gharatan milhaha. Nahnu alladhuna, sisi ndio wale ambao sabahu as-sabah, waliokuwa wamepambazuka, wamejitokeza asubuhi, yawman nukhayl, siku ya an-nukhayl. Mahallu shahidi katika beti ni alladhuna yawma an-nukhayl, siku ya an-nukhayl, gharatan milhahan, katika hali ya kuvamia. Milhahan, milhani kule kung'ang'ania, maana kuvamia kwa kuendelea kwa milele. Kwa hiyo beti huku chini anasema namba 27 kwa faida tu, pamoja na kuwa mahallu shahid ni hii nahnu alladhuna sabahu. Alladhuna imekuja katika sura ya mudhakkar salim na kuwa ni mulhaqu. Anasema ukhtulifa fi nisbati hadha albayt ila qailihi ikhtilafan kathira,
umetofautiana katika kuegemezewa hii beti. Je, ni ya nani? Fanasabahu Abu Zaid, ameegemeza Abu Zaid katika An-Nawadir ila rajulin jahiliyin, kurasa namba 47, kwa mtu ambaye ni jahili min Bani Aqil, katika kola Bani Aqil. Wasamahu Aba Harbin A'lam, ambaye amemwita kwa jina hili Aba Harbi al-A'lam. Wanasawahu na vile vile As-Swaghani fi al-Ubabi ila Laila al-Akhyaliya, na huyo As-Swaghani yeye ameegemeza kwamba hii beti ni ya huyu Laila al-Akhyaliya. Wanasabahu jamaatun ila Ru'bah ibn al-Hajjaj, lakini kuna kundi ambalo limeegemeza kwa beti kwamba ni huyu Ru'bah ibn al-Hajjaj, wa huwa ghairu mawjudin fi diwani, na aliyakuwa hayupo katika upande wa diwani yake katika kitabu chake ambacho kimeandikwa mashairi. Wa baada shahidi fi riwayati Abi Zaid, kisha baada ya hapo Sheikh akaendelea akasema, baada ya kumaliza ushahidi, wa yuqalu fi jami al-muannathi, na husemwa katika upande wa jamu muannathi, jamu ya kike inatumika allati na allai bihadfi liya, kwa kuondoshwa ye. Fatakulu, utasema jaani allati fa'alna au allai fa'alna, amekuja wale ambao wametekeleza jambo, wamefanya jambo. Wajuzu ithbatu liya, na inafaa kuithibitisha ye. Fatakudasema allati na allai. Wakad warada, na imekuja allai bi maana alladhina, vile vile pia imekuja kutumika allai kwa maana alladhina, kwa maana imetumika katika upande wa wanaume wengi. Hii allai pamoja na kuwa mara nyingi inatumika kwa wanawake. Qala shairu, mshairi amesema, fama abauna bi amanna minhu alaina allai kad mahadul hujura. Fama abauna, hawakuwa wazee wetu, bi amanna minhu, kuwa ni wenye kuneemesha zaidi au ni wenye kutoa zaidi, minhu, kuliko yeye, alaina, juu yetu sisi, allai, kwa wale ambao hawa. Allai imekuja hapa ndio mahali shahidi, na imetumika kwa wanaume, na mara nyingi hii inatumika kwa wanawake. Kwa hiyo kuliko wale ambao, allai kad mahadu al-hujura, waliokuwa wameandaa al-hujura. Kwa hiyo hii iliyokuja allai kwa maana ya alladhina imetumika hapa kwa wanaume wengi, ndio maana imekuja kad mahadu, waliokuwa wameandaa al-hujura, wameandaa malezi al-hujura. Kwa hiyo mahallu shani allai ambayo imekuja katika upande wa hiyo beti ndiyo imetumika katika upande wa mudhakkar, na asili yake kule kama tulivyopita imetumika kwa wanawake. Kama tajiul ula, kama inavyokuja tamko al-ula bi maana allai, kinyume chake katumika kwa wanawake, na hali ya kuwa al-ula kama tulivyosema inakuwa ni jamu ya alladhi. Kakauli, kama kauli ya mshairi aliposema, fa ammal ula yaskunna ghawratiha matin fa kullu fatatin tatruku al-hijla aqsama. Fa ammal ula, ama wale ambao wanawake, yaskunna ghawratiha matin, wanaishi katika sehemu ya tihama. Fa kullu fatatin, basi kila kijana wa kike, tatruku al-hijla, anaacha hijla, na vile vikuku, aqsama, vikiwa katika katika. Kwa mahallu shahid ni al-ula. Fa amma al-ula imekuja kwa wanawake, na ndio maana ikaja yaskunna, wanawake wengi, kwa nuni niswa katika kitendo cha fi'l mudhari. Wa man wa ma wa al-tusawi ma dhukir, wa hakadha dhu inda tayyin shuhir. Kile beti zinazofuata, wakallati aidan ladayhim dhatu wa mawdhi'an lati atadha watu. Ashara biqawli, ameshika kauli yake aliposema tusawi ma dhukir, ila anna man, kwamba hii man na ma wal alif wal lam, na hii alif na lam, hizi zote wal alif wal lam takunu bilafdhin wahidin, zinakuja kwa lafdhi moja tu, lilmudhakkari wal muannathi. Kwa mudhakkari sasa ni muannathi, almufradi sasa ni mmoja, au musanna wawili, au majmu' au wengi. Fatakulu, tasema jaani man qama, amekuja kunijia mimi yule aliyesimama. Wa man qamat, kama ni mwanamke aliyesimama. Wa man qama, wawili, au man qamata, wanawake wawili. Wa man qamu, wengi, wanaume, au wa man qumna, wanawake wengi. Wa ajabani ma rukiba, kwa kimenishangaza kile kilichopandwa. Au ma rukibat, kwa kike. Wa ma rukiba, kwa kiume, wawili. Au ma rukibata, wa kike. Wa ma rukibu, kwa hapo pia imetumika kwa wengi, wanaume. Wa ma rukibena, pamoja na kuwa
asili yake ma inatumika kwa vitu ambavyo havina akili, isipokuwa inaweza kaingizwa huku kwa kama tutakavyoelezea insha Allah taala katika upande wa fawaid chini. Wajaani alqaimu au alqaimatu, amejia mimi yule mwenye kusimama kwa kiume, au alqaimatu wa kike, alqaimani na alqaimatani, alqaimuna. Hii alif na lam mingi katika ismu fa'il alqaim, ambayo imechukua katika kitendo kama yaqumu qiyama, hiyo ndio masdari yake. Walqaimatu, kwenye kusimama wanawake wengi, jamu anathi salim. Wa aktharu ma tustamalu ma, ndio anarudi anasema, na mara nyingi ma hutumika fi ghairi al-aqil, ndio asili yake kutumika kwa vile visivyokuwa na akili, lakini wakati tustamalu fil aqil, lakini inaweza ikatumika kwa sehemu ya kitu ambacho kina akili. Wa minhu qawluhu ta'ala, na katika hiyo kuna kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum min an-nisa, basi wewe vile ambavyo vinapendezeni nyie kwenu katika upande wa wanawake, mathna wawili wa thulatha wa ruba, au watatu au wanne. Namba moja chini kwa faida nasema tustamalu ma, hutumika ma fil aqili, kwa kitu kilichokuwa na akili, kama tulivyosema kwamba hii ma inatumika kwa kitu ambacho hakina akili, lakini inaweza ikatumika katika sehemu ya kitu ambacho kina akili, na ndio maana imekuja kule katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, siabudu kile ambacho nyinyi mnaabudu, wala antum aabiduna ma, wala hamkuwa nyinyi wenye kuabudu kile ambacho nakiabudu mimi. Kwa ma imetumika pale kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ma si yake ndio kitu ambacho hakina akili, lakini ikaletwa pale kuelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo je, ni wakati gani natumika katika sehemu hii? Na zimekuja nyingi, sabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, au ma fis samawati wa ma fil ardh, zinakuja. Kwa hiyo je, wakati gani itatumika? Fi thalathati mawadhi, anasema itatumika ma katika kitu ambacho kina akili, lakini katika sehemu tatu. Al-awwal, sehemu ya kwanza ni sehemu nzuri ya faida ya kuzingatia, an yakhtalitu al-aqilu ma ghairi al-aqil, utakapokuwa kimechanganyika kitu ambacho kina akili pamoja na kitu kisichokuwa na akili. Nahu qawlihi ta'ala, mfano wa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kwa sababu katika mbingu na ardhi kuna vitu ambavyo vina akili na visivyokuwa na akili. Kuna majini, kuna wanadamu, na kuna vitu vingine ambavyo vina akili, wanyama na wengineo, wadudu. Kwa hiyo vyote hivi, hata al-hitan fil ma, mpaka samaki, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallama, wanamsabihi, na vile vile pia viumbe wengine wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fa inna ma, hakika hii ma, yatanawalu ma fihima, kuchukua vile vilivyokuwemo katika hiyo ardhi na mbingu vinavyomsabihi, min insi, katika upande wa watu, wanadamu, wa malaki na malaika, wa jinni na majini, wa hayawani na wanyama, wa jamali na vitu visivyokuwa na akili. Bidalili kaulihi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, na hakika hakuna chochote kile kilichokuwepo katika ulimwengu isipokuwa kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumsifu. Wal mawdhi'u thani, sehemu ya pili ni sehemu ambayo itakuwa vile vile ma hutumika kwa kitu chenye akili, an yakuna amruhu mubahaman, itakapokuwa amri yake, jambo lake la hicho kitu kinachoelezewa, amruhu mubahaman, jambo lake halifahamiki, limefichwa, ala almutakallim, limefichikana kwa yule ambaye ni mzungumzaji. Kaulika, kama kusema kwako, wakad ra'aita shabahan, hali ya kuwa umeona kivuli, mimbaidi, katika sehemu ya mbali, unasema unzur ma dhahara li, tazama kile ambacho kitakuwa kitajitokeza kwangu mimi, au kimejitokeza kwangu. Kwa hiyo hii ma unaweza ukaitumia kwa kitu ambacho labda wakati huu kina akili, kwa sababu haujui ili jambo ambalo utakuwa unalielezea. Angalia kile kivuli, angalia madhahara ali. Kwa hiyo hii madhahara inawezekana ni mtu akajitokeza wakati huu, lakini kwa sababu haujui ikabidi utumie ma, na hali ya kuwa unaelezea pengine kitu ambacho kitakuwa kina akili, pengine kusudia ni mtu. Kisha akasema walaisa minhu qawluhu ta'ala, lakini hapo haingii, sio katika haya maelezo, wala sio katika hiyo ma ambayo itakuwa imetumika hapa ya kuonyesha kitu ambacho hakina akili kuwa ni mubaham. Haingii hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema idh qalat imra'atu imrana, hii usiingize katika kipengele hiki hapa cha pili. Kwa hiyo anasema idh qalat imra'atu imrana, kumbuka aliposema imra'atu imran, mke wa Imran, rabbi, e mola wangu, inni nadhartu laka, hakika mimi nimekuwekea nadhiri kwako wewe, nimeweka wakfu, ma fi batni, kile ambacho kipo katika tumbo langu, muharraran, kuwa ni wakfu kwa ajili yako, kije kukusimamia msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis. Kwa hiyo
idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, nimeweka nadhiri kwa ajili yako kile kilichokuwa katika tumbo langu kije kusimamia. Kwa hiyo hii muharraran mahalu shahidi yetu, ma fi batni, kile ambacho kipo katika upande wa tumbo langu, muharraran kuwa ni wakfu kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala, kije kukutumikia. Kwa hiyo hii ma iliyokuwa imetumika hapa, anasema li anna ibhama dhukuratihi, imetumika ma kwa kitu ambacho wakati huo hakijulikani maana yake. Anasema ibham dhukuratihi, kule kutofahamika ule wanaume wake, wa unuthatihi, au kwamba ni cha kike, la yukhrijuhu anil aqli, hakiitoi kile kitu kuwa hakina akili, bali kitabakia vile vile kwamba hichi kitu kipo katika hali yake asli, kwamba kinachoelezwa hapa ni kitu chenye akili kwa sababu ni mwanadamu, sawa sawa ni wa kiume au ni wa kike. Lakini imetumika ma kwa kuangalia hichi kitu hapa kilipo hakifahamiki sifa yake ni ya kike au ni ya kiume. Lakini alichokuwa anakikusudia katika maombi imra'atu Imran, alikuwa anakusudia wa kiume kwa sababu ndio msimamizi wa majambo. Baistimalu ma huna, bali kule kutumika ma hapa fima la yaqilu, imetumika ma kwa kitu ambacho hakina akili, li anna alhamla mulhaqun bil jamali, kwa sababu mimba inakutanishwa na kitu ambacho hakina akili, ndio ikatumika katika sifa hiyo. Na kwa sababu vile vile kinachoelezewa hakijulikani ni cha kike au ni cha kiume, kwa kuangalia sifa ya hii mimba ikapelekewa huko ikatumika ma, kwamba wakati huu ni kitu kisichokuwa na akili, pamoja na kuwa kilikuwa kinafahamika kinachoelezewa hapa kwamba ni kitu ambacho asili yake kina akili, ambacho ni kiumbe, sawa sawa ni wa kike au ni wa kiume. Kwa hiyo maelezo ya ma kuja hapa, ibhamu ya hapa imetumika kwa sababu ya mimba imekutanishwa na kitu ambacho hakina akili, ndio ikatumika ma. Wal mawdhu thalith, sehemu ya tatu, an yakuna almuradu sifati man yaqil, kwamba inaweza kutumika ma kwa kitu ambacho pengine wakati huo kina akili na asili yake hakitumiki isipokuwa kitu ambacho kitakuwa hakina akili, lakini katumika kitu ambacho kina akili. Lakini nasema kwamba makusudio ni kule kuwa kwamba umekusudiwa sifa ya kitu ambacho kina akili, inaweza kutumika kitu ambacho kina akili wakati huo. Kwa hiyo imekuja mfano fankihu ma taba lakum minan nisa. Kwa hiyo hii fankihu ma taba lakum minan nisa, kilichokusudiwa hapa ni sifa, ndio maana ikatumika ma, pamoja na kuwa anaelezwa hapa ni kitu ambacho kina akili, lakini zimekusudiwa sifa. Maana yake wewe wale waliokuwa na sifa ambazo nyinyi mnazipenda katika hao wanawake ambao mnataka kuoa. Kwa hiyo ilipokusudiwa sifa ikabidi tumike ma, haikutumika man kwa kuangalia sifa, lakini waliokuwa wanaelezwa ni wenye akili wanawake. Wa hadha almawdhu alladhi dhakarahu ash-sharih bil misali al-awwal min ghairi bayan, ndio sehemu ambazo amezielezea mweka sharehe mwenye kusherehesha katika mfano wa kwanza kule min ghairi bayan, ameuelezea pasi na kubainisha, ambao mfano huo aliokuwa ameelezea juu wakati alipokuwa anatoa mfano fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, lakini hakubainisha katika sehemu hiyo kwamba hii inaingia katika sehemu gani. Kwa nini hapa imetumika ma kwa vitu ambavyo vina akili na asili yake inatumika kwa vitu visivyo na akili. Kisha akaelezea sehemu ya pili ya faida, tustamalu man, vile vile man pia inatumika fi ghairi al-aqili, kwa kitu ambacho hakina akili. Asili yake hutumika chini ya akili, lakini inaweza ikatumika kwa kitu ambacho hakina akili fi thalathati mawadhi, katika sehemu tatu vile vile. Al-awwal, sehemu ya kwanza, an yaqtarina ghairu al-aqili ma man yaqilu, ni pale ambapo itaungana kile kitu kisichokuwa na akili kaungana kitu ambacho kina akili, fi umumin, kikaungana katika kuenea kwa hukumu umumi, hukumu ambayo fusila, imetenganishwa bimin, kwa kutumia min aljarra, kujulisha min harfi jar. Nao kaulihi ta'ala, mfano wa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum, basi miongoni mwao, min hapa ni tabidhi baadhia, man yamshi ala batnihi, natakuja kusoma insha mbeleni huko katika upande wa maana za herufi za jarri. Faminhum, miongoni mwao kuna man yamshi ala batnihi, kuna ambao wanatembea ala batni, wanatembelea tumbo mfano wa nyoka, na wengine wanajongea. Wa minhum man yamshi ala rijlain, na kuna wanaotembelea miguu miwili. Wa minhum man yamshi ala arba'in, katika viumbe miongoni mwao wako wanaotembelea miguu minne. Kwa hiyo hapo imetumika man kwa vitu ambavyo havina akili, na aliyakuwa man asili yake kwa vitu vilivyokuwa na akili, lakini kwa sababu vimechanganyika vilivyokuwa na akili na visivyokuwa na akili katika hukumu moja ambayo imetenganishwa kwa kupitia min miongoni mwao baadhi yao,
ikabidi itumike hiyo man sehemu hiyo na inafaa. Wanasema wa minal mustamala, na katika sehemu ambayo imetumika vile vile fima la yaqilu, katika kile kitu kisichokuwa na akili. Majazun mursalun ni majaz mursal, ama majaz mursal alaqatuhu almujawara, ambao mahusiano yake kati ya maana ya hakika na maana ya kimajazi alakaki ni kule kuwa karibu na kitu. Na hii ni katika masala balagha. Kama katika upande wa balagha, faida tu wale ambao watakuwa mathalan hajasoma balagha, ni kwamba majazi wanasema kwamba ni kule kutumika kitu pasi na kuweka kile kitu mahali ambapo sio mahali pake pa asili. Kwa hiyo ukisema mfano, nimemuona simba yakhtubu ala al-minbar, nimemuona simba akifutubu katika minbar, aitul asad yakhtubu. Simba huyu hapa alikuwa amekusudiwa si simba yule ya hakika mnyama, bali simba huyu ni mtu, kwa sababu hakuna simba ni kutubu. Kwa sababu kati ya kuna masharti, iliyo ni majazi, manake kuwe kuna kitu wanaita kwamba ni karina, ambayo itakuwa karina hii itakitoa kile kitu kuitoa katika maana yake ya asili. Kwa simba hawezi kuhutubu, kwa karina hapa ni yakhtubu, bali amekusudiwa mtu hodari. Sasa itakapokuwa kati ya simba ambaye simba huyo ni mtu aliyokuwa amekusudiwa, na kati ya simba hakika ambaye ni mnyama, kuna mahusiano ya kufanana, labda kwa sababu simba ni hodari na wale kusudiwa hapa ni hodari, hii inaitwa majazun bil istiara, au inaitwa istiara kwa jina jingine, kwa sababu kati ya simba na mtu wanafanana katika upande wa ushujaa au katika upande wa hodari. Ndio maana mtu akazima tamko asadan, tumeliazima hili tamko kwa ajili ya kuonyesha mtu ambaye ni hodari. Kwa hiyo hii inaitwa istiara, maana yake kuazimwa kwa kitu kwa ajili ya kuonyesha maana ya kitu. Na hizi zipo nyingi sana, zipo nyingi. Lakini takapokuwa mahusiano au alaka tunaita kati ya lafzi iliyokuwa tumeichukua kuiazima, ambayo ni lafzi ambayo sio ya hakika, na ile lafzi ambayo tumekusudia yenyewe ya hakika, ikiwa kuna mahusiano ambayo sio ya kufanana, hii inaitwa majazu mursal. Na imekuja katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, yajaluna asabi'ahum fi adhanihim. Kwa hiyo wanaingiza vidole vyao katika masikio yao. Pale kuna majazi, kwa sababu mtu hawezi kaingiza vidole ndani ya masikio. Kidole kizima hakiingii sikioni, bali kimekusudiwa sehemu ya kidole, tumbo la vidole, ile sehemu ndogo tu. Lakini kwa nini sasa itajwe aswabe? Kuna mahusiano gani? Je, mahusiano kati ya kidole kizima na hicho kijisehemu ni kufanana? Hapana. Alaka pale mahusiano tunasema ni al-kulliya, ni kwamba ile sehemu ya kidole iliyokusudiwa ni sehemu katika hicho kidole kizima. Kwa hiyo maana yake min dhikri al-kulli wa iradati al-juz'i, kimetajwa kidole kizima lakini imekusudiwa sehemu, kijipande tu cha kidole. Na hizo alaka za majazo ni mursali ziko nyingi. Inawezekana ni al-kulliya, au inawezekana ni al-juz'iyya, ikawa ni sehemu tu, au inawezekana alaka ikawa ni al-mahalliyya au al-haliyya au makaniya, au inawezekana alaka ikawa ni itibaru makana, kuzingatia kitu kilichokuwa kimetangulia huko nyuma. Mfano wa alaka al-haliyya, maana yake al-haliyya ni kile kitu kinachopatikana ndani ya kitu, min dhikri al-hali wa iradati al-mahalli. Mfano katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, fa fi rahmatillah, kwa katika rehema za Allah watadumu watu. Lakini kwa nini taje rehema za Allah watu watadumu katika rehema? Pale kuna majazi ambayo alaka yake kati ya hiyo rehema na hiyo ambayo imekusudiwa pepo, malaika watadumu katika pepo ya Allah. Lakini kwa nini imetajwa rahma? Ndiyo alaka, mahusiano kati ya pepo na ile rehema iliyotajwa ni al-halia, ni kile kinachotuka ndani, manake min dhikri al-hali wa iradati al-mahalli. Imetajwa al-hali, kile kitakachopatikana ambao ni rehema, ambao rehema hizo zitapatikana katika pepo, lakini imekusudiwa pepo wenyewe ambao ni al-mahali, ambao ni sehemu. Au inawezekana alaka ni itibaru makana, ni kuzingatia hali iliyokuwa imeshatangulia huko nyuma, kama vile ilivyokuja katika kauli ya Allah, wa atul yatama amwalahum, wapeni mayatima mali zao. Yatima hapewi mali kwa sababu mtoto mdogo, akishakuwa mtu mzima si yatima tena, na kuwa tayari amepewa sheria yeye shakalifishwa, hapo sasa anaweza kukabidhiwa mali. Lakini kwa nini Allah ametaja wapeni mayatima mali zao? Pale kuna majazi, yatima pale si hakika amekusudiwa libalighina wale baleghe. Kwa hiyo pale alaka, mahusiano kati ya kutajwa yule yatima aliyetajwa pale ambao si hakika, ni wa kimajazi, na huyo yatima alikuwa wa asili ambaye ilikuwa ndio hakika, mahusiano yao kati ya yule aliyekuwa amekusudiwa pale mwenye kubaleghe na huyo yatima, hakikatan mahusiano yao ni itibaru makani, kuzingatia hali utambulia kwamba yeye kabla ya kubaleghe ilikuwa ni yatima. Kwa hiyo imetajwa ile hali yao huko nyuma walipokuwa wao ni wadogo.
Kwa ndo Allah akasema atul yatama. Kwa alaka ni itibaru makan, kuzingatia hali ya nyuma, lakini pale amekusudia baligh. Au inawezekana ni itibaru masakunu, kuzingatia kitu ambacho kitakuja mbeleni. Na sisi tunatumia sana katika misamiati. Mtu anaweza kusema unapika vileja. Vileja havipiki, bali wewe unachopika ni ule unga ambao unauchanganya na vitu vingine ili kutengeneza kileja, kwa sababu kileja ni kile ambacho tayari kishapikwa. Lakini kwa nini useme unapika kileja? Maana yake ni itibaru masakunu, hicho unachokipika huko mbeleni kinatarajiwa kwamba kitakuwa kileja. Au itibaru masakunu nyingine katika mifano ipo mingi na inatumika sana. Anapika wali, kutengeneza kitu fulani, hizi zipo nyingi sana. Kwa hiyo zote zinakuwa ni alaka kwa kuzingatia kitu cha mbeleni kwamba hichi kitakuwa hivi. Au katika kauli Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuja katika upande wa alaka ya itibaru masakunu, aliposema kwamba katika kisa cha Nuh pale alisema kwamba la tadhar al-ardhu lil-kafirin dayaran, usimwachi yote katika ardhi yenye kuzunguka, innaka intadharuhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran, na wala hawatozaa illa fajiran, isipokuwa watazaa waovu, tena kafara muovu mwenye kukufuru. Na sisi tunajua kwamba mtoto akizaliwa yule ndo al-fitra, anazaliwa katika Uislamu, katika maumbile ya Uislamu. Kwa hiyo kwa nini sasa pale imetajwa kwamba hatozaa isipokuwa watazaa waovu? Ni kwa kuzingatia itibaru masakun, kwa kuzingatia huko mbele ni kwamba utakuja kuwa waovu. Kwa hiyo pale alaka mahusiano kati ya yule muovu aliyotajwa pale, ambaye si aliyokusudia, sicho kilichokuwa kimekusudiwa, amekusudiwa huyo mtoto mwenyewe ambaye atazaliwa. Alaka ni itibaru masakun, kwa kuzingatia hali ya mbeleni. Hii ni majazi mursal na alaka zake ziko nyingi sana. Kwa hiyo ni mlango ambao katika masala balagha, lakini hapa ametaja alaka ya mujawara inayoingia kwamba mtu anaweza kaitumia hiyo man, lakini kwa kuelezea kitu ambacho ni majazu mursal, alaka yake mujawara ikatumika man kwa kitu ambacho hakina akili. Na mfano wa mujawara kama vile kusema kalamtu jidara, nimezungumzisha ukuta. Hapana, uzungumzishi ukuta, pengine ni mtu yupo katika ukuta. Kwa hiyo uliposema kwamba nimezungumzisha ukuta, ikaonekana kwamba hii inakuwa ni majazi, alaka yake ni mujawara. Alipokuwa yeye karibu na ukuta ndio akasema nimezungusha ukuta, lakini kusudia mtu wakati huo. Kwa hiyo vile vile pia ukatumia katika upande wa man. Mfano anaweza kutumika man kuelezea kitu ambacho hakina akili, lakini kwa sababu kile kitu kimekaa karibu na kitu ambacho kina akili ikatumika man. Mfano mtu akasema labda wadhatu ma bika au ataitu man laka, nimekupa kile ambacho. Mtu akatumia lafzi ya man baada ya kutumia ma, kwa sababu man ni kitu ambacho hakina akili. Mtu akatumia lafzi ya man, nimetoa man laka, kile ambacho kipo kwako. Kwa hiyo mfano man hapa kilipokuwa kiko karibu, hichi kitu kinachoelezewa kipo karibu na wewe ambaye utakuwa unaambiwa wakati huo, ikatumika lafzi ya man kwa sababu ya ule mjawara ule ukaribu tu. Kwa hiyo inakuwa ni alaka na inaingia katika upande wa majazi mursal, na mahalu shahidi ni hiyo man ambayo tutakuwa tunaelezea hapo pamoja na kwa kutolea mfano, lakini unaweza kuchukua mfano kama huo. Wallahu aalam. Wal mawdhu thani, sehemu ya pili, an yushabbaha ghairu al-aqil bil aqil, ni kule kufananishwa ghairu al-aqil, kile kitu ambacho hakina akili kikifananishwa bil aqil kwa kitu chenye akili. Fa yustaaru lahu lafdhu, kikaazimiwa, ambayo ndio ile tuliyosema kwamba inaitwa istiara, kikaazimiwa kwa ajili yake lafdhi yake. Na mfano kwa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, man la yastajibu lahu, manake wanaomba vile ambavyo man hapa imetumika kwa kitu ambacho hakina akili, vile ambavyo la yastajibu lahu, haviwezi vikawakubalia maombi yao au vikamkubalia huyo mwenye kuomba maombi yake. Lakini kwa nini utumike man na hali ya kuwa man inatumika kwa kitu ambacho kina akili, na hapa imetumika kitu ambacho hakina akili? Imetumika hivyo kwa sababu maalum, na sababu yake ni ipi? Ni kwamba kimefananishwa kile kinachoombwa ambacho asili yake mwenye kuombwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio asili yake, ambaye ana akili. Ikaja ikafananishwa sura hiyo ya hicho kinachoombwa kwa hicho ambacho kinaombwa hapa ambacho hakina akili. Kwa hiyo ikabidi tumike man kwa kitu ambacho hakina akili, na hali ya kuwa asili yake imeletwa kwa kile kitu ambacho kitakuwa kina akili. Kwa man la yastajibu, vile ambavyo haviwezi kukubalia wao maombi, ambao hapa amekusudiwa ni masanamu, amekusudiwa viumbe wengine kama ni majini na wengineo. Lakini zaidi tukipeleka katika upande wa kwamba imefananishwa kile kitu kisichokuwa na akili kwa chini kwa na akili, ni kwamba hapa ni mtu labda anaomba mawe
au masanamu ambavyo asili yake havina akili, na ndio tukavipeleka katika upande wa hii aya ili tuipate hiyo maana ya vile ambavyo vitakuwa havina akili, vimefananishwa kwa kile kitu ambacho kitakuwa kina akili katika masala ya kuombwa. Kwa hiyo hapa vile vile ni katika sehemu ambayo imetumika man kwa kitu ambacho hakina akili, lakini kwa sababu hiyo, kwa hiyo kazimu tamko man kwa kitu ambacho hakina akili, pamoja na kuwa asili yake ni kwa kile kitu ambacho kina akili. Na kuna mahusiano gani? Mahusiano ni hayo ya kufanya tashbihi, kwamba asili ya kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alipokuja akaomba masanamu ikapelekwa huku upande wa kufananishwa kwao katika upande wa maombi. Wa kaulu shair, na vile vile pia kauli ya mshairi kusema asir bal qata hal man yumiru janahahu, kikundi cha ndege. Hamza hii ni hamza ya nida. Asir bal qata, kikundi cha ndege. Hal man yumiru janahahu, je kuna mwenye kuniazima mbawa zake yoyote yule. La'alli ila man kad hawitu atiru, natamani mimi nielekee kwa yule ambaye ninampenda nipae. Kwa hiyo hii man, hal man yumiru janahahu, je kuna mwenye kuniazima mbawa zake. Hii man hapa ilipo imetumika kwa vitu ambavyo havina akili, ambao ni ile kundi la ndege al-qata, ndege wale wadogo wadogo. Kwa hiyo man hapa imetumika kwa ndege ambao hawana akili, lakini asili yake inatumika kwa vitu vyenye akili. Lakini kwa nini imetumika? Kwa sababu ya kuangalia hii sura ya tashbihi. Hawa waliokuwa wamefananishwa ni kama vile ni watu waliokuwa ni kama vile viumbe ambavyo kama vile viumbe wenye akili. Kwa hiyo ilipokuwa imepelekwa katika hii sura ya ni kama vile anawaomba watu ambao au anawaazima mbawa watu, ikapelekwa katika upande wa sura ya vile vitu ambavyo vina akili, kaazimwa tamkomani, na aliyakuwa hawa ni ndege hawana akili, lakini imeletwa katika upande wa tashbihi. Wamefananishiwa, amefananisha kama vile watu anawaomba kwamba yeye anataka mbawa apae aelekee kwa kipenzi chake. Wa minhu qawlu shairi, vile vile pia katika hayo kuna kauli ya mshairi hiyo ambayo ndio mahalu shairi, bakitu ala sirri qata, nililia mimi ndio beti ni kuanzia huko. Nililia mimi katika upande wa sirri qata juu ya kikundi cha ndege. Idh maradna, wakati waliponipitia bi, faqultu, nikasema wa mithli bil bukai jadirun, na mfano wangu mimi hapa kwa kulia basi wenye kustahiki. Asir bal qata, kikundi cha ndege. Hal man yuhiru janahahu, je kuna mwenye kuniazima mimi mbawa zake. La'alli ila man kad hawitu atiru, basi natamani nielekee kwa yule ambaye nampenda nipae. Atiru, nipae, nielekee huko. Kisha baadaye akamalizia katika upande wa herufi katika upande wa alif na lam, akasema amma alif wal lam fatakunu la'aqil li ghairihi, inatumika kwa chenye akili na kisichokuwa na akili. Na mfano ja'ani alqa'im, amejia mimi yule mwenye kusimama, wal marqubu, na yule mwenye kupandwa. Wakhtulifa fiha, na vile vile kutofautiana wanachuoni ndani yake. Fadhaba qaumun, kuna watu waliokwenda miongoni mwao wanachuoni ila annaha ismu usuli, kwamba ni ismu usuli hii al wa huwa swaina, ndio kauli sahihi. Wakili amesema kwamba ina harfu mausuli, ni herufi ambayo ni ya mausuli, sio ismu. Wakili akasema tena ina harfu taarifi, ni herufi tu ya maarifa. Wala isati min al-mawsuliyati fi shay'in, wala haingii katika upande wa mausulia, sio katika herufi ya mausuli wala katika upande wa ismu mausuli kwa chochote. Wa amma man na ma ghairu masdariya fasmani ittifaqan, hizi man na ma ambazo sio za masdari, anasema ghairu masdariyati, hizi anasema fasmani ittifaqan, kwa makubaliano na chuoni. Haya ni majina moja kwa moja ambayo ni asma mausula. Wa amma ma, ama mahima almasdariya, ikiwa ni ma masdaria, basi faswaya na hasa ma ya masdaria ambayo tumetoka kule nyuma, basi hii inakuwa ni herufi. Wa dhahaba al-akhfashu, lakini alikwenda akhfashu ila na ismu, kwamba ni jina. Wa lughatu tayyi, na lugha kabila la tayyi, istimalu dhu, wanaitumia dhu mausulatan kwa ismu usul. Wa takun al-aqil wa ghairi, inatumika kwa chini yake kisichokuwa na akili. Wa asharu lughati, na mashhuri katika lugha zao, fiha ndani yake antakuna bilafdhin wahidin, ni kule kutumika kwa lafdhi moja, ni mudhakkar wal muannath, kwa mudhakkari na kwa muannathi, mufradan wa musannan wa majmu'an. Kwa mufrad sawa sawa au jamu, fatakul tasema ja'ani dhuqama wa dhuqamati wa dhuqama wa dhuqamata wa dhuqamu wa dhuqumna. Wa minhum, na miongoni mwao kuna man yakulu fi mufrad, anapeka katika mufrad anasema ja'ani dhatu kwa mwanamke, wa fi jami al-muannath anasema ja'ani dhawatukumna wa huwa al-mushar ilayna, ndio ambacho kimeashiriwa bikauli aliposema wakallati aidan mpaka mwisho wa bait ila akhir bait. Wa minhum, na kuna miongoni mwao man yusanniha, kuna ambao wanafanya musanna wajmauha, na wanafanya jamu. Kwa hiyo sema dhawa inakuwa ni kwa wawili, dhau inakuwa ni kwa wengi, fi rafi'i wa dhawai inakuwa ni wengi katika upande wa nasb wa jarri. Kwa wanaume kwa wawili inakuwa ni dhawa, dhawai wawili.
kwa wanaume wawili, na dhawai vile vile pia katika upande wa wanaume wawili wakati wa kunasibishwa ikiwa ni muthanna, lakini dhawi inakuwa ni kwa wanaume wengi. Inatofautiana katika upande wa muthanna, dhawai inakuwa ni wawili, dhawi inakuwa ni kwa wanaume wengi. Kwa hiyo inatofautiana katika sura ya jamu na katika upande wa sura wa muthanna. Na vile vile katika upande wa dhawata, hii anasema ni kwa firafi wa dhawata, hii inakuwa ni katika upande wa nasbi, filjari wa nasbi katika upande wa kujulisha na kunasibisha, ambayo itakuwa ni wanawake wawili, na dhawat inakuwa ni wanawake wengi, filjami katika upande wa jamu. Wa hiya mabniyatu ala dhammi, na hii dhawat inakuwa ni mabniya ala dhammi wakati huo. Wa haka Sheikh Baha, na amesimulia huyo Sheikh Bahauddin ibn Has anna irabaha, kwamba irabu yake irabu jamu muannath salim, irabu kama vile jamu muannath salim. Amefanya hikaya hiyo kwamba itakuwa nayo tunaipitisha katika mulhaq ya jamu muannath salim, maana yake itarufaishwa haiko kwa mabni. Kwa hiyo amesimulia hiyo pia mpokelewa kwamba ipo dhawatu na dhawati wakati wa kunasibisha au wakati wa kujulisha, na kwa ni mulhaq wa jamu muannath salim. Lakini wal ashhar, ile mashhuri zaidi, fi dhu katika tamko dhu hadhihi, na kusudia al-mawsula yani ismu mawsula takunu mabniyatan, hiyo ni mabni, ndio mashhuri. Wa minhum man yuribuha, lakini wapo miongoni mwao wanafanya mu'rabu bil wawi, wanafisha kwa wao rafan kama tulivyotangulia, wa bil alif nasban katika kunasibisha kwa alifu, wa bil ya inakuwa yeye wakati wa kujulisha vile vile. Fa kwa sema jaani qama wa ra'aytu dha qama wa maratu bi qama, fatakunu mithla dhi, itakuwa kama vile mfano wa dhi ambao bi maana sahibi, ambao tumetoka katika upande wa asmaul khamsa. Wakadiruia, na imepokelewa kauli yake ya mshairi aliposema fa imma kiramun musirun laqaituhum, imma kiramu, imma wawe ni watu wa kiramu, maana kusema kiramu watu watukufu, musiruna wenye mali, musiruna lakitu ikiwa ni watu, na hii in maana yake ni sharti ambayo ni almudghama, imedhihimishwa fi ma azaida. Kwa imma kiramu ikiwa ni watukufu, musiruna wenye mali, akitum luktana basi fahasbia, na nitosha mimi minzi kuliko yule ambaye ndahum kwa wao maakafania, maana hawezi yeye kufanyaje kunitosheleza, ndio maakafania. Kwa hiyo maakafani asili yake maakafania. Kwa bili ya wakati imekuja minzi, kwa hiyo imepokelewa kama mahalu shahidi ya Yesu sema ala al-i'rab wal wawi ala al-bina, na vile vile pia imekuja kwa wao juu ya kujengewa ala al-binai, kwa kujengewa vile vile. Kaja dhu pia imepokelewa kwa sura zote mbili, maana yake imekuja min dhu indahum maakafania au min dhi. Kwa hiyo na sura zote mbili ambazo zimepokelewa hapa, unaweza kaifanya ile dhu ya kawaida kujengea juu ya sekna ikaja kwa wao, au min dhi kaifanya kama vile ni murabu kama tulivyotoka katika upande wa hali zake. Wa amma dhatu, ama tamko dhatu, falfasihu ili kwa fasaha fiha, ndani yake atakuna mabniyatan, iwe ni mabni ala dhammi, juu ya dhamma, raf'an wa nasban wa jarra, mithlu mfano dhawatu. Wa minhum man yuribuha, lakini kuna anayefanya murabu i'rab muslimati fa yafamu bil dhamma, fa kwa dhamma wa sibu wa jarra, na inasibisha na kujulisha bil kasra, kwa kasra wanasema dhawati inakuwa kama vile ni mulhaq wa jamu muannath salim. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.